Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2026, Jumatano. Tunaomba radhi kwa kuchelewa, hii ni kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Shehani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni sheria zaidi ya 1000 kupitiwa dira 2050, zimo za uwekezaji, ukusanyaji mapato, uanzishaji viwanda. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Dachi arejea TBC kuwa mkurugenzi mkuu, habari katika ukurasa wa 7. Balozi ataja changamoto 6 biashara kimataifa, habari katika ukurasa wa 2. BAKWATA yatoa sababu kusimamisha mashekh mikoa mitatu, habari katika ukurasa wa 2. Viongozi wa upinzani wasifu kuzingatiwa haki za binadamu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Ulega ambagizo mkandarasi barabara ya Bigwa Kisaki, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Tanzania yaongoza kasi uwekezaji nishati jadidifu, habari katika ukurasa wa 4. Bidhaa za bilioni 4 za uzo Sabasaba, habari ni katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM ACT Wazalendo Zanzibar bado kwa fukuta. Ni madai ya chama tawala kuwa siri za ajenda zinavujishwa kabla ya kamati itakayosimamia kuundwa. ACT Wazalendo yapinga, yasema maridhiano hayakuunganisha vyama, hawawezi kupangiwa cha kueleza. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Ipo nukuu ya Hamisi Mbeto Hamis, katibu mkuu CCM Zanzibar, anasema kamati itakwenda kujadili hizo ajenda na ndio itakuwa inatoa taarifa. Sasa leo hata kabla ya kamati kuundwa zinaanza kutolewa ajenda nje, kamati ndio itakuwa inasimamia masuala haya. Nukuu ya Othman Masoud Othman, katibu mkuu ACT Wazalendo, anasema hii sio kwenda kuvuruga maridhiano wala kufunika matatizo. Tunataka kusimamia yale yote wanayoyataka Wazanzibari. Hii ni siasa mpya yenye mlengo. Serikali yasaka njia mbadala ufadhili wa elimu ya juu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Sefue asimulia alivyofanya kazi na marais wa 4 Ikulu, habari ni katika ukurasa wa 12. Haya ni mahojiano maalum. Adhabu ya kifo inavyokuwa mzigo kwa utekelezaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika BAKWATA yasimamisha mashekhe watatu yetua wa kukaimu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Dr. Omar, serikali kuzidi kuboresha huduma za jamii, asema mwaka wa fedha 2025-2026 imejitahidi kuwekeza kiasi kikubwa cha fedha katika mkoa wa Tanga, azindua kituo cha afya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti limeandika Othman ataka Wazanzibari kutekeleza maridhiano, habari katika ukurasa wa 4. CUF yaunga mkono maridhiano CCM ACT, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mikopo ya Rais Samia zidi kufungua fursa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika Kapinga amwezesha mwenye ulemavu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Vifo watoto watatu vyazua mjadala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Marekani yafanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Njia hizi zinavyosaidia kupunguza kasi ya kuzeeka kwa ubongo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 hadi ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
Nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika harusi ya mabilioni Katoro ibua BOT, video za zawadi na fedha zatikisa mitandao ya kijamii. Wakazi wa Katoro wasema shamrashama za aina hiyo si jambo jipya katika jamii ya uchimbaji madini. Sura mbili za Geita za mulikwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Chadema yashikilia masharti mawili ili kushiriki maridhiano, siku moja baada ya baadhi ya wanasiasa kukishauri chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuingia kwenye meza ya maridhiano. Chama hicho kimetoa masharti mawili kupokea ushauri huo. Wakati hayo yakijiri, hadi kufikia jana mchana, chama hicho kimekusanya shilingi milioni 34.8 ikiwa ni 10% ya fedha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Korti yabatilisha hukumu ya kutorosha na kunajisi mtoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika mikopo ya 10% ilivyogeuza waliokuwa tegemezi kuwa waajiri, habari katika ukurasa wa 4. Mbunge alalamika kwa spika ziara yake kuzuiwa na polisi, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nalo gazeti Raia Mwema Muungwana ni kitendo lenye limeandika watoto wa Mboe wanyukana, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waziri Kijaji shusha amri 9 TANAPA. Kamishna mpya wa uhifadhi apishwa rasmi, pewa kazi ya kuandaa hifadhi kupokea wimbi la watalii kuelekea AFCON 2027. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mwendo kasi yashtua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Chadema yakabiliwa na maswali magumu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Ridhiwan anusa upigaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Tuzo ya TPA kufichua sura mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. 6 wanusurika kwa sumu wanne mbaroni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema Muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vyama 12 vya kemea vikali uchochezi chuki, habari katika ukurasa wa 3. Aisha Dachi ateuliwa mkurugenzi mkuu TBC, habari katika ukurasa wa 3. Sheria 1000 kuboreshwa, serikali yatangaza mkakati huo, yataka zindani na utekelezaji wa dira 2050, habari katika ukurasa wa 2. Mitazamo ya wadau onyo na harakati ya uchochezi, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mwanafunzi Kipanga mwenye ulemavu wavuna mamilioni ya RC baada ya kupata ufaulu wa daraja la kwanza kidato cha 6 mwaka huu, habari ni katika ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi aishukuru Sweden kwa misaada, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akikabidhi zawadi ya picha ya majengo ya kihistoria ya Zanzibar kwa balozi wa Sweden aliyebaliza muda wake nchini Charlotta Macias baada ya mazungumzo yao Ikulu jijini Zanzibar jana. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, ndio gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Mo Beka kikao kizito South wajadili usajili majembe mapya Msouth mambo safi, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Viunzi 6 kocha mpya Yanga Sports Club, habari katika ukurasa wa 2. Sababu Zuchu kuomba talaka kwa Diamond, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Mkono wa Mungu hakuna leo, habari ni katika kurasa za ndani, ikiwa ni mchezo kati ya England na Argentina. Leo ni kwa bara ya kwanza Messi kucheza dhidi ya England. FIFA World Cup leo Jumatano ni Uingereza dhidi ya Argentina, ni saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Gazeti ya Habari Leo lenye limeandika AFCON 2027 yaisukuma Simba utalii Ngorongoro, serikali yazipiga jeki timu zote za taifa. England Argentina nusu fainali ya kisasi historia, habari katika kurasa za ndani. Shindano la Miss Grand 2026 kufanyika Agosti, habari katika ukurasa 21. Norway yapokewa kishujaa, habari katika ukurasa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma gazeti Uhuru lenye limeandika Simba Yanga heka heka, habari katika ukurasa 19. Nusu fainali ya vita England Argentina, habari ni katika kurasa za ndani.
Harry Kane na mabao 6, assist 1, huku Messi akiwa na mabao 8 na assist 2. Mchezo unapigwa hii leo saa 4 kamili usiku. Atalanta. England ikibeba mara moja kombe la dunia mwaka 1966. Argentina imebeba mara 3 mwaka 1978 katika ardhi ya nyumbani, 1986 Mexico na 2022 Qatar. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Mwamuzi kombe la dunia afariki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Mwamuzi wa Uholanzi Rob amefariki dunia ikiwa ni wiki chache baada ya kuondolewa kwenye kuchezesha michuano ya kombe la dunia msimu huu. Mabondia kamili Jumuiya ya Madola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.